Naam, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, tunawasalimuni popote mlipo, huku tukitumainia kwamba mnaendelea salama salimini, na basi tutumie fursa hii kwa karibisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika hali ya kiusalama, kisiasa na hata kidiplomasia pia. Na huku tutakwenda kuanzia katika hali ya kiusalama huko maeneo ya mashariki, na tutakwenda kujielekeza mara moja mkoani Kivu Kaskazini, ambako maeneo ya Humura na Mukowa yaliyoko katika grupema ya Nyamaboko wilayani Masisi yaliangukia mikononi mwa wahasi wa FCM 23 RDF baada ya mapigano makali dhidi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na makundi ya kujilinda ya wanaojulikana kama wapiganaji wa Zalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vinavyoaminika, mapigano hayo yalikuwa makali sana na yaliendelea kwa muda mrefu katika siku hiyo ya mapigano. Kutokana na shinikizo kubwa kutoka kwa wahasi, basi vikosi vya serikali vililazimika hatimaye kujiondoa na hivyo kuacha udhibiti wa maeneo hayo mawili mikononi mwa wapiganaji wa wahasi. Kusonga mbele kwa wahasi wa FCM 23 katika eneo hilo muhimu la Masisi kumeongeza hofu ya kiusalama kufuatia kupotea kwa Humura na Ngululu. Mji wa Rutoboko unaochukuliwa kuwa kitovu muhimu cha operesheni za kijeshi za serikali sasa uko katika hatari ya kushambuliwa moja kwa moja. Wadau wa eneo hilo wanaeleza kuwa eneo la Rutoboko lina umuhimu mkubwa, hasa uwanja wake wa michezo ambao hutumika kama kituo muhimu cha vifaa kwa FARDC. Uwanja huo hutumiwa pia kama sehemu ya kutua kwa helikopta zinazobeba vifaa na mahitaji ya wanajeshi walioko mstari wa mbele vitani. Siku iliyofuata baada ya mapigano, hali ya utulivu wa tahadhari umeripotiwa katika maeneo ya Humura na Ngululu. Hata hivyo, hali bado ni tete na isiyotabirika, huku kukiwa na hofu ya mapigano kuanza tena wakati wowote. Maendeleo haya yanatokea katika muktadha mpana wa kuongezeka kwa mapigano katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Masisi, ambako maeneo ya kijeshi hubadilisha mikono mara kwa mara kati ya FARDC, washirika wao wa Zalendo na wahasi wa FCM 23. Katika mazingira haya ya ukosefu wa usalama, raia wanaendelea kuathirika kwa kiasi kikubwa, wakikumbwa na wimbi la wakimbizi na kuzorota kwa hali ya kibinadamu. Na baada ya siku mbili tangu kutangaza kujiondoa kwao, wahasi wa FCM 23 walionekana tena katika maeneo kadhaa ya grupema ya Ikobo wilayani Walikale, kulingana na vyanzo mbalimbali vya kuaminika vilivyokuwa eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, wapiganaji hao walirejea na kuchukua tena nafasi katika kijiji cha Kanune, wakisemekana kufika wakiwa na vifaa vyao vya kijeshi baada ya kuonekana awali katika eneo la Miriki lililoko katika wilaya jirani ya Lubero. Wakati huo huo, kundi lingine la wahasi waliokuwa wamekimbilia Buleusa kufuatia mashambulizi ya Wazalendo pia wamerejea katika kijiji cha Kateku. Kijiji hicho cha Kateku kilikuwa kimedhibitiwa kwa muda mfupi na makundi ya kujilinda ya wapiganaji wa Wazalendo kabla ya wao kujiondoa bila mapigano, vyanzo hivyo vinaeleza. Hata hivyo, katika kijiji cha Kanune hakukuwa na kundi lolote lililokuwa limechukua nafasi tangu wahasi walipoondoka tarehe 26 Machi ya mwaka huu, na hivyo kuacha eneo hilo bila ulinzi kwa muda kabla ya kurejea kwao. Kurejea huku kwa haraka kwa wahasi kunazua maswali kuhusu ukweli wa kujiondoa kwao awali, huku baadhi ya wadau wa eneo hilo wakiliona kama mbinu ya kijeshi. Hali hii imeongeza tena hofu miongoni mwa raia ambao wengi wao walikuwa wakijiandaa kurejea katika vijiji vyao baada ya wiki kadhaa za kukimbia makazi yao. Kutokana na maendeleo haya, hofu ya kurejea kwa mapigano kati ya wahasi wa FCM 23 na Wazalendo bado iko juu. Sababu za kurejea kwa haraka kwa wahasi hao bado hazijulikana wazi, jambo linaloeleza hali ya wasiwasi na ukosefu wa usalama katika sehemu hii ya wilaya ya Walikale ambayo tayari imeathiriwa sana na migogoro ya silaha. Tukisalia huko mkoani Kivu Kaskazini, hali ya utulivu wa kiasi imeshuhudiwa tangu asubuhi ya hiyo jana Jumatatu tarehe 30 Machi mwaka 2026 katika grupema ya Ufamando, hasa katika eneo la Katoi wilayani Masisi, baada ya siku 4 za mapigano makali kati ya wapiganaji wa Zalendo na wahasi wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano hayo yanaonekana kuwa sehemu ya mkakati wa wahasi kuimarisha udhibiti wao hasa katika eneo la
la kimkakati la migodi ya Rubaya. Inadaiwa kuwa lengo ni kuongeza ushawishi wao ili kudhibiti na kuendelea na uchimbaji wa rasilimali za madini katika eneo hili lenye utajiri mkubwa wa madini. Hali ya mapigano imebadilika katika siku za hivi karibuni. Waasi wa M23 walichukua kwanza udhibiti wa kijiji cha miti mingi siku 3 zilizopita kabla ya kuteka Changai siku ya Jumapili, maeneo mawili muhimu yaliyoko katika sekta ya Katoi. Mapigano haya yamesababisha athari kubwa za kibinadamu. Wakazi wengi wamekimbia makazi yao na kuelekea Bulingi, mpakani mwa wilaya za Masisi na Walikale, wakitafuta usalama kutokana na hali ya ukosefu wa utulivu. Ingawa hali inaonekana kuwa shwari kwa muda huu wa Jumatatu, vyanzo mbalimbali vinaonya kuwa bado kuna mvutano mkubwa na hatari ya kurejea kwa mapigano iko juu katika mazingira yanayoendelea kugubikwa na mabadiliko ya mara kwa mara ya vikosi na ukosefu wa usalama wa kudumu. Na huko mkoani Kivu Kusini, takriban watu 8 wameuawa na wengine wapatao 20 kujeruhiwa kufuatia uvamizi wa watu wenye silaha uliotokea katika kijiji cha Shanje kilichoko katika Haut Plateau za wilaya ya Kalehe, kwa mujibu wa vyanzo vya ndani. Kwa mujibu wa mashuhuda walioko eneo hilo la tukio, wanadai kwamba watu hao waliokuwa na silaha nzito na waliokuwa wakifanya operesheni kwa makundi walilenga kijiji hicho kinachojihusisha na shughuli za uchimbaji wa madini majira ya saa 1 jioni. Inadaiwa kuwa walitumia nguvu kubwa wakifyatua risasi ovyo kwa raia na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Mbali na vitendo vya uporaji vilivyoripotiwa katika nyumba kadhaa, raia wengi walijeruhiwa kwa risasi, hali iliyosababisha majonzi makubwa. Shahidi mmoja anaeleza kuwa kulikuwa na hali ya hofu na vilio katika eneo lote la katikati ya Shanje, huku familia nyingi zikiomboleza na majeruhi wakihitaji msaada wa haraka. Majeruhi walihamishwa kuelekea katika kijiji cha Numbi kwa ajili ya matibabu. Hata hivyo, huduma za afya zinakabiliwa na changamoto kubwa kutokana na uhaba wa vifaa na hali ya usalama isiyotabirika. Vyanzo vya kitabibu vinaeleza kuwa vituo vya afya vya Numbi vilikuwa vinaendeshwa kwa kiasi kikubwa kwa msaada wa mashirika ya kimataifa ya kibinadamu, hasa Médecins Sans Frontieres MSF. Lakini kutokana na kuongezeka kwa mapigano katika eneo hilo, baadhi ya washirika hawa wamesitisha shughuli zao, jambo linalozidisha hali mbaya kwa majeruhi. Shambulio hili linatokea katika muktadha wa kuzorota kwa hali ya usalama katika nyanda za juu ama Haut Plateau za Kalehe, ambako raia wanaendelea kuwa wahanga wakuu wa vurugu za silaha na wakikabiliwa na upatikanaji mdogo wa huduma muhimu za kijamii. Wakili wa haki za binadamu katika wilaya ya Kalehe wanawataka viongozi wote, kila mmoja kwa nafasi yake, kutoa kipaumbele kwa mateso ya kiakili yanayowakumba wakazi waliorejea nyumbani pamoja na wengine wanaoishi katika maeneo yaliyoathirika sana na migogoro ya silaha katika kipindi hiki. Kulingana na taarifa kadhaa zilizowasili katika ofisi ya Redio Maendeleo mjini Bukavu, zinadai kuwa maelfu ya wakazi waliorejea wanakabiliwa na aina ya unyonge ulioanzishwa na mateso ya vita. Wengi kati yao wamerudi nyumbani, lakini nyumba zao zimechomwa moto au kuangushwa na mabomu. Wengine hawajui hatima ya baadhi ya wanajamii na wanafamilia wao baada ya vurugu zilizozuka kutokana na vita, huku wengine wakikosa kuweza kuishi tena katika vijiji vyao baada ya kupoteza kila kitu. Hali hii inaungwa mkono na uwepo wa mabomu yasiyoshughulikiwa ndani ya nyumba na mashambani pamoja na mabaki ya silaha. Zaidi ya hayo, wakili wa haki za binadamu katika eneo hilo wanasema kuwa matukio ya kudhalilisha yanayowakumba wakazi kutoka kwa watu wenye silaha, jambo ambalo limefanya baadhi ya sehemu za wilaya kuwa zisizoweza kuishika au kuishiwa, anasema Cedric Machara, mtetezi wa haki za binadamu katika kijiji cha Bushushu wilayani Kalehe. Aidha, uchunguzi mwingine unaonyesha baada ya sehemu zimeharibika vibaya kutokana na mapigano yaliyojirudia na zimepata uharibifu mkubwa, hivyo kusiwa wito wa kuwepo kwa mapumziko ya mapigano na kuanzishwa kwa programu za msaada wa kisaikolojia pamoja na misaada thabiti ya kibinadamu.
Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuhitimisha awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa kuhabarika zaidi, ambatana nasi hapa kwenye channel yetu ya Kibenge TV ili uzidi kufaidi habari motomoto kutoka kwetu. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.